أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzitaka ziada za kheri simiminike kwa wingi kwa kiongozi wa umma, kipenzi cha watu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wapenzi watazamaji wetu popote pale mlipo duniani, kwa majina naitwa Alhaji Dr. Sule, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Islah Islamic Foundation, wamiliki wa vituo vya dua vya Islah Islamic Dua Center na kliniki za Sule Natural Medicine. Niko tena mbele yenu kuweza kubadilishana nanyi mawazo mawili matatu katika yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ametuafikisha katika siku ya leo, siku ya tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka huu wa 2023, ikiwa ni siku ya Alhamis. Tumebakizwa na siku takriban 2 ama 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala akitujalia kuwa salama. Ndugu zetu wa Kristo watasherehekea sikukuu ya Christmas na Boxing Day, sikukuu ambazo zitapatikana au zitafanywa ama zitasherehekewa tarehe 25 ya mwezi wa 12 ambayo ndio itakuwa Christmas, na tarehe 26 ya mwezi wa 12 itakuwa ni Boxing Day. Kwa hakika watu wengi hawana elimu ya kutosha juu ya historia ya sikukuu hii, na baadhi yao wanaamini kwamba tarehe 25 mwezi wa 12 ni sikukuu ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu au Nabii Isa. Wengi katika watu, aktharan nas, wengi katika watu wanaamini kwamba tarehe hii amezaliwa Bwana Yesu. Lakini wako wachache katika Waislamu na wako wachache katika Wakristo ambao wamefanya utafiti wa kina na kuyafuatilia maandiko na historia katika kada mbalimbali, na wamegundua kwamba tarehe hizi hazina mahusiano yoyote na kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Mpenzi mtazamaji, na sisi tunaichukua fursa hii na nafasi hii adhimu, muhimu na adimu kuzungumza na hadhira na kutengeneza mafundisho ya kielimu kwa jamii juu ya ukweli kuhusiana na sikukuu hii ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Unapotaka kuizungumza sikukuu hii, lazima kwanza urudi katika maandiko na historia. Bahati mbaya sana Wakristo ndugu zetu wanaamini kwamba Biblia ndiyo kitabu kitakatifu, na wamekuwa wakifundishana na kukitumia kama kitabu mwongozo cha kufanyia ibada na kujifunza matukio na mambo mbalimbali ambayo
yanawagusa katika imani yao, na wamekuwa wakiitumia Biblia hiyo kama ndiyo kitabu reference, kitabu kitakatifu cha kutambua uhakika, umakini na ukweli juu ya imani yao. Lakini cha kusikitisha, cha kushangaza na cha ajabu zaidi, ndani ya Biblia hakuna aya yoyote inayotaja neno Christmas. Jambo ambalo ukiwa mtafiti wa maandiko matakatifu na huifungi akili yako katika chumba na unairuhusu akili yako ifanye kazi, unaweza kujiuliza swali: kwa nini maandiko matakatifu hayaelezi kwamba Christmas ni sikukuu ya kuzaliwa Yesu? La kwanza hilo. Wala haitaji tarehe 25 kuwa ni sikukuu ya kuzaliwa Yesu. Swali jingine hilo. Lakini baya zaidi, tarehe inayotajwa kuzaliwa na Yesu inapingana kwa 100% na maandiko ya Biblia juu ya tarehe halisi ya kuzaliwa Bwana Yesu. Ukitaka kulijua hili, unaweza ukajisomea kitabu cha Biblia cha Agano Jipya, kitabu cha Luka sura ya 1 aya nambari 26 hadi 35. Maandiko yanasema kama ifuatavyo. 1 Luka sura ya 1 aya nambari 26, yani 1:26 Luka. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbali ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariam. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli, na kwa sababu hiyo kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Hizi ni aya ya 26 hadi ya 35 ya kitabu cha Luka, inayoonesha mwezi wa 6 malaika Gabrieli anatumwa kwenda kwa Mungu, kwenda kwa malaika ili ampashe habari ya kuzaliwa mtoto ambaye jina lake litaitwa Yesu. Mpenzi mtazamaji, ikiwa mwezi wa 6 malaika Gabrieli anapewa taarifa kwenda kwa Bikira Maria ili kumpasha habari kwamba Mariamu atajifungua mtoto mwanamume na atamuita jina lake Yesu, mwezi wa 6 hadi mwezi wa 12, mimba ina miezi mingapi? Mpenzi mtazamaji, haihitaji tochi hii. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli anapashwa habari ya kupata mtoto
kumpa Mariamu habari ya kuwa atapata mtoto jina lake Yesu. Mwezi wa 6 mpaka wa 12, mimba ina miezi mingapi? Mimba ina miezi 6. Mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 6, au mwezi wa 6 hadi mwezi wa 12, mimba inakuwa na miezi 6. Swali: je, mwanamke anaweza kuzaa mtoto mimba ikiwa ya miezi 6? Jibu linaweza kuwa ndio. Jibu linaweza kuwa ndio. Kwa nini? Kuna watu wanaamini kwamba Bwana Yesu ni mtoto wa muujiza, ni mtoto aliyezaliwa kwa njia ya muujiza. Sasa maandiko matakatifu ndiyo yana haki ya kutueleza kwamba Yesu alizaliwa njiti, alizaliwa chini ya umri wa mimba kukomaa, au alizaliwa mimba ikiwa imeshakomaa. Maandiko matakatifu yanaweza kutueleza haya tunapokisoma kitabu cha Biblia, na hii ndio itakwenda kuondoa utata kwamba inawezekana Yesu alizaliwa akiwa hajatimiza miezi 6 kwa sababu ni mtoto wa miujiza. Maandiko matakatifu yanasema nini? Kwamba Yesu, kipenzi cha watu na Mwenyezi Mungu, alizaliwa mimba ya miezi 9 au alizaliwa chini ya mimba ya miezi 9. Tunapoenda kuyasoma maandiko, tunaanza kusoma kitabu cha Luka sura ya 2 aya nambari 4 mpaka nambari 7. Maandiko yanasemaje? Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari ya jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika mavazi ya kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu alikosa nafasi katika nyumba ya wageni. Aya nambari 6 inasema, ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia. Biblia inaondoa utata kwamba Bwana Yesu alizaliwa chini ya umri wa mimba ya miezi 9. Aya nambari 6 inatufundisha katika kitabu cha Luka sura ya 2 kwamba siku zake za kuzaa zikatimia. Siku za kuzaa zikitimia, maana yake mimba ni ya miezi 9. Hapa tunazungumzia mtoto kuzaliwa katika kipindi cha wiki 38. Maana yake Bwana Yesu alitimiza siku za kukaa tumboni mwa mama yake kiwango kisichopungua wiki 38, ambayo ni sawa na miezi 6, miezi 9 ya umri wake wa kukaa tumboni. Andiko linasema akajifungua mwanawe kifungua mimba, au akamzaa mwanawe kifungua mimba. Aya nambari 7, akamvika mavazi ya kitoto. Bwana Yesu alipozaliwa alitimiza umri wa kuzaliwa kwa maana ya kukaa tumboni kwa mama yake, na mwanawe na mama yake akamzaa mwanawe kifungua mimba. Maana yake Bwana Yesu alizaliwa katika kipindi cha miezi 9 iliyokamilika. Hayo ndiyo maandiko matakatifu ambayo Wakristo wanayaamini duniani kote kwamba ni neno lenye uvuvio wa Mungu linalofunuliwa na malaika likaenda kwa mtumishi wake Yesu. Swali: ikiwa Bwana Yesu alitimiza miezi 9 ya kukaa tumboni, hali ya kuwa mwezi wa kuzaliwa unatajwa kuwa ni wa 12, na huku maandiko matakatifu yanasema malaika alipeleka habari ya mimba mwezi wa 6 na miezi ikatimia ya kuzaliwa, maana yake kwamba
kuna moja kati ya kundi haya mawili halijasema kweli juu ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Nayo ni hii: wanatheolojia wanasema Bwana Yesu amezaliwa mwezi wa 12 tarehe 25. Tarehe hii ukilinganisha na Biblia takatifu, kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 26, kwamba malaika Gabrieli alitumwa na Mungu mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12, mimba itakuwa miezi 6, Yesu atakuwa hajazaliwa. Kwa maneno haya hawa wanatheolojia wa Kikristo watakuwa hawajasema kweli juu ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu tarehe 25 mwezi wa 12. Kwa vyovyote vile, wanatheolojia wa Kikristo waliotangaza kuzaliwa kwa Bwana Yesu tarehe 25 mwezi wa 12 watakuwa kuna mafundisho wameyaiga ambayo si ya Biblia, ila yana maana fulani kwao kutokana na historia ya dini yenyewe ya Kristo au ya Kikristo iliyobeba mafundisho kutoka kwa baadhi ya wapagani duniani. Kwa sababu mimba ilitimia kuzaliwa, na mwezi wa 6 mpaka wa 12 mimba inakuwa na miezi 6. Bwana Yesu anakuwa hawezi kuzaliwa katika tarehe hiyo. Lakini Biblia inaendelea kututhibitishia katika Luka 2:5-6-7 kwamba siku zake za kuzaa zilitimia. Maana yake Bwana Yesu alizaliwa mimba ya miezi 12, hakuzaliwa mimba ya miezi 6. Kwa mafundisho haya tunaona kwamba Biblia inafundisha vingine, wanatheolojia wa Kikristo wanafundisha kitu kingine. Na ndiyo maana unapoitazama Christmas, kihistoria inakuwa haikubali, kisayansi inakuwa haikubali, hata kimaandiko inakuwa haikubali. Kimaandiko Biblia inakataa kwa sababu miezi 6 ya mimba haiwezi kuzaa mtoto, bali 2:6 Luka inasema miezi 9 ya mimba ilitimia Bwana Yesu kukaa katika tumbo la mama yake kama walivyokaa watoto wengine katika matumbo ya mama zao. Kwa sababu hii Biblia inaikataa tarehe 25 mwezi wa 12 kuwa alizaliwa Bwana Yesu. Maandiko matakatifu yanakataa. Wewe unayekwenda kusherehekea tarehe 25 mwezi wa 12 kama sikukuu ya kuzaliwa Yesu, hayo ni mawazo na fikra zako zinazoambatana na wanatheolojia wa Kikristo wanaotumia dogma kwa kiasi kikubwa kusingizia maisha ya Bwana Yesu na kuleta uzushi ambao hauna ukweli wowote na unapingana na maandiko. Bwana Yesu hawezi kuzaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 kwa sababu mimba, taarifa zake zilipelekwa mwezi wa 6 na mimba ilifika mwezi wa 12 inakuwa na miezi 6, na maandiko ya Luka 2:5-6 yanaonyesha mimba ilitimia katika tumbo la mama yake. Wewe unayetaka kwenda kusherehekea sikukuu hii, jitafakari kwa kina, usije ukawa unasherekea sikukuu iliyotungwa na wapagani na ukaacha maandiko matakatifu aliyoyafundisha Bwana Yesu kwa kinywa chake au yaliyofundishwa na malaika kwa vinywa vya manabii. Kwa sababu hiyo ndiyo maana kwenye Biblia takatifu ambayo Wakristo wanaiamini, huwezi kukutana na maandiko yanayofundisha neno Christmas kuwa ni sikukuu ya kuzaliwa Yesu, wala tarehe 25 mwezi wa 12 kazaliwa Bwana Yesu. Maandiko mawili hayo hayapo, na badala yake wanatheolojia wa Kikristo wanafundisha dogma inayotokana na akili zao na sio maandiko matakatifu.
mpenzi mtazamaji, ndiyo maana tuko hapa kukukumbusha, kukuelimisha na kukusaidia. Usituchukie kwa sababu tunaosema maneno haya tumevaa kanzu na kofia, ukaona ni maneno ya kutengeneza yaliyo na chuki dhidi ya Ukristo na Wakristo. La hasha. Ndiyo maana hata Wasabato ni sehemu ya Wakristo, hawakubali kwamba tarehe 25 kazaliwa Bwana Yesu, wala Krismasi ni kuzaliwa Yesu. Ndiyo maana Wasabato kote duniani siku ya tarehe 25 mwezi wa 12, Jumatatu mwezi huu hapa duniani, Wasabato wote duniani watashirikiana na Waislamu kuto kusherehekea sikukuu hii, kwa sababu na wao wanaamini hii ni sikukuu ya kupanga iliyobeba uzushi mkubwa wa midomo ya wanatheolojia wa Kirumi waliotengeneza mazingira ya kuunganisha mila na desturi za Walumi na ukweli kuhusu maandiko ya Mungu na maisha ya Bwana Yesu, ili kuidanganya jamii isipate kujua lipi ni fundisho la kipagani na lipi ni fundisho takatifu la maandiko ya Mungu. Kwa hakika Christmas ni fundisho la kipagani, wala si fundisho la maandiko matakatifu ya Mungu. Mpenzi mtazamaji, kama wewe ni mwanasayansi na umesoma udaktari, elimu ya biolojia pia inapinga ukweli kuhusiana na kuzaliwa kwa Bwana Yesu tarehe 25 mwezi wa 12. Kwa nini? Tafiti za kitaalamu zinaonesha mbegu ya uzazi inapotunga katika fuko la uzazi, katika fallopian tube, kwa kuingia kwenye yai la mama, na mbegu hiyo ikaenda au yai hilo likasafiri mpaka katika uterus na kujipandikiza hapo katika uterus, mfuko wa uzazi wa mama, mimba ya mwanamke inapitia vipindi viwili vyenye miezi 4 na miezi 5. Mwanamke anaweza kuzaa miezi 9 na wiki 2 au zaidi kidogo. Mwanamke anaweza kuzaa chini ya miezi 9, kwa maana ya miezi 7. Na hawa ndio watoto tunaowaita machua. Premature ni watoto waliozaliwa chini ya umri wa miezi 9, ambao mara nyingi wanawekwa kwenye chupa au joto la chumba chenye joto kali ili kuwahifadhi mpaka watakapotimia kuwa matured. Mpenzi mtazamaji, utakubaliana na mimi, kama wewe ni mwanasayansi uliosoma elimu ya biolojia vizuri, mimba inapoingia katika fuko la uzazi la mama, mimba kwa mwanamke inakaa nyakati kadhaa katika hatua kadhaa. Kwanza, mimba inapoingia kwa mwanamke inahitaji wiki 17 za kwanza, ambazo ni sawa na miezi 4, sawa na siku 120, sawa na saa 2481, sawa na dakika 172,800, sawa na sekunde milioni 10,368,000, ambazo mimba inapokuwa imetungwa inaishi katika siku hizo kabla ya kupuliziwa roho. Kabla ya kupuliziwa roho. Hapa mtoto anakuwa hajapuliziwa roho katika tumbo la mama yake. Kipindi hiki mtoto anakuwa hachezi ndani ya tumbo la mama yake. Baada ya muda huu ndiyo mtoto anaanza kucheza katika tumbo, na daktari anatumia stethoscope, mashine maalum ya kusikilizia mapigo ya mtoto ya moyo katika tumbo la mama. Stethoscope ni moja kati ya mashine zinazofanana na vuvuzela linalotumika kwa wapiga sherehe wanaopiga maparapanda katika mipira na shughuli zingine. Mpenzi mtazamaji, unachotakiwa kujua ni kwamba mimba ya Bwana Yesu haikuzaliwa chini ya umri huu, ilitimiza mpaka miezi 9 ndiyo akazaliwa, kwa mujibu wa Luka 5:6, Luka 2 aya ya 5 na ya 6 na ya 7.
Kutokana na sababu hii na kwamba Bwana Yesu alikaa tumboni kama watoto wengine, alizaliwa kwa umri tarajiwa. Swali linakuja, ikiwa ndugu zetu wa Kristo mnakwenda kusherehekea tarehe 25 mwezi wa 12 ambayo haina maandiko matakatifu, mmeamua kufuata akili za binadamu? Je, mmeamua kuamini kwamba fikra za watu zinaweza kuongoza imani yenu? Ikiwa unataka maandiko matakatifu ndiyo ya kuongoze, tarehe 25 mwezi wa 12 haistahiki kuisherehekea, kwa sababu siku hiyo haina mahusiano na kuzaliwa kwa Bwana Yesu, iwe kisayansi au kihistoria. Hata kwa maandiko matakatifu inagoma. Hata neno lenyewe Christmas linakataa kwamba linawakilisha kuzaliwa kwa Bwana Yesu, kwa sababu Christmas ni neno linaloandikwa kwa lugha ya Kiingereza, na neno hili halina asili yake katika lugha ya Kiingereza. Christmas yani inaandikwa C-H-R-I-S-T, unaacha space, unaandika M-A-S-S. Maneno haya hayana historia yake katika lugha ya Kiingereza. Yaani hakuna dictionary yoyote ya kale inayotafsiri neno Christmas katika lugha asili ya Kiingereza, haipo. Neno hili Christmas asili yake ni neno la Kiyunani. Neno hili asili yake linatokana na maandishi ya Wayunani na Warumi. Na ikumbukwe Waingereza waliwahi kutawaliwa na Magiriki. Kama hujui nataka nikuambie, Muingereza aliwahi kutawaliwa na Wagiriki. Na ndiyo maana kwa utawala huu wa Wagiriki kwa Waingereza, familia yoyote ya malkia inayozaliwa katika koo ya Mfalme James na Henry wa 7 na Mfalme Henry katika familia ya Royal Family, ile familia ya kimalkia ya Uingereza, ikiwa atakayezaliwa ni mtoto wa kike, mume wake lazima atokane na familia ya Wagiriki ama familia ya mfalme kutoka katika nchi ya Wagiriki. Hakuna binti anayezaliwa katika Royal Family ya Waingereza anayeruhusiwa kuolewa nje na falme ya Wagiriki, kwa sababu Wagiriki waliwahi kuwatawala Waingereza, na moja ya mikataba iliyopitishwa baina ya Waingereza na Wagiriki, kila mtoto wa kike wa Uingereza wa family ya Royal Family lazima aolewe kutoka katika familia ya kiongozi au Royal Family ya Wagiriki. Na ndiyo maana hata huyu mama Malkia Elizabeth wa pili aliyefariki miaka michache iliyopita, mume wake katika historia ni Mgiriki. Historia yake anatokana na familia ya Wagiriki. Hiyo ndio Royal Family ya Wagiriki. Kwa hiyo natakiwa ujue hilo. Na Waingereza wanayo dini ya familia, wanayo dini ya taifa, wanayo dini ya familia ya Royal Family. Yani Malkia Elizabeth na familia yao, yani Royal Family, family ya Uingereza, dini yao ni Uanglikana, Ukristo, lakini katika dhehebu la Kianglikana. Na neno hili Anglican linatokana na neno la lugha ya familia ya Royal Family au la Waingereza wa asili, inayotokana na kabila moja katika makabila ya Anglo-Saxons, ambayo kabila hili lilikuwa likijulikana kama Anglo-Saxons. Neno Anglo-Saxons, kabila ya Mfalme James ambaye asili yake ndiyo Royal Family, ndiyo huyo aliyeanzisha dini au dini iliyoanzishwa ya Anglikana. Kwa neno Anglikana linatokana na Anglo-Saxons, familia au kabila la familia ya Royal Family ambayo asili yake ni kwa Mfalme James. Mpenzi mtazamaji,
Hawa Magiriki hawa ndio waliotengeneza asili ya neno hili Christmas kutokana na asili yake katika lugha ya Kigiriki. Na ndio maana mpaka kesho kutwa Christmas huwezi kulipata neno hili katika lugha yake ya asili ya Kiingereza, badala yake utalipata katika lugha ya Kiyunani. Na Christmas tafsiri yake ni meza ya watu 10, kwa sababu Christmas hii yenye CH Christmas CHRTST Christmas MAS Christmas. Maneno haya ukiyatazama kwa kina sana katika asili yake yanatokana na maneno ya Kilatini yanayosomeka Xmas. Kwa hili neno CHRISTMAS Christmas, neno hili asili yake linatokana na neno XMAS, ambayo Xmas maana yake kwa Kiswahili kutoka katika lugha ya Kilatini ni meza ya watu 10, kwa sababu X ni 10 katika lugha ya Kilatini. Walatini wakiandika moja wanaandika moja, wakiandika 2 wanaandika moja, wakaandika 3 wanaandika moja, wakiandika 4 wanaandika moja, V inakuja kulia. Wakiandika 5 wanaandika V. Wakiandika 6 wanaandika V, moja inakuja kulia. Wakiandika 7 wanaandika V, moja, 2 zinakuja kulia. Wakiandika 8 wanaandika V, moja, 3 zinakuja kulia. Wakiandika 9 wanaandika X, alafu moja inakuja kushoto. Wakiandika 10 wanaandika X. Wakiandika 11 X, moja inakuja kulia. Kwa hiyo X kwa Kirumi maana yake ni 10. Kwa hiyo Xmas, neno mas lenyewe maana yake ni meza. X maana yake ni 10. Xmas maana yake ni meza ya watu 10. Ni kina nani hao? Hawa watu 10 ni wale ambao walikaa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 321 katika mtaguso wa Nisea, mtaguso wa pili ulioshirikisha maaskofu kutoka katika nchi 10 zilizokuwa zinatawaliwa na nchi ya Kiromu, nchi ya Rome wakati huo, nchi ambazo ni German, Italy, Fransa, Spain, Portugal, England, Switzerland, Erul, Ostrogo na Vogat. Nchi hizi 10, 7 ziko hai ambazo ni German, Italy, Fransa, Spain, Portugal, England na Switzerland. 3 zimekufa ambazo ni Vogat, Ostrogo, ambazo ni Vogat, Ostrogo, kwa maana ya hizi nchi 3 za mwisho, Erul, Ostrogo na Vogat. Hizi nchi 3 hazipo tena na ni wilaya katika baadhi ya nchi ya Poland pamoja na Ujerumani na baadhi ya nchi zingine katika nchi za Ulaya, zimetengwa na kugawanywa kama wilaya. Maaskofu hawa 318 waliokaa katika mji wa Nisea katika mtaguso mkuu Constantinople, katika mji wa Constantinople, mfalme Augusto ambaye alikuwa akiongoza wakati huo taifa la Warumi. Huyu mfalme Augusto, baba yake Kaisari Julius, ambaye ndio mwenye asili ya neno Julai, jina la mwezi Julai. Huyu Kaisari Augusto ambaye kiasili ni mfalme katika wafalme wa Kirumi, yeye ndiye aliamua kutumia namba za majina ya maaskofu 10 kutoka katika nchi 10, watenge siku ya tarehe 25 mwezi wa 12 iwe sikukuu ya kuzaliwa Bwana Yesu, na kuitangaza rasmi kama sikukuu pendekezwa na siku ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu, ambayo
ambayo haina ushahidi wa kimaandiko wala ushahidi wa kisayansi wa maandiko matakatifu ya Mungu. Kwa hiyo unapoitazama kwa upande mwingine, mpagani amewapangia Wakristo tarehe ya kuzaliwa mtakatifu wa Mungu. Unaweza kujifunza kitu na unaweza kuwa unaona sasa una haki na sababu za kusherehekea katika sikukuu hii ama kuto kusherehekea katika sikukuu hii. Kwa hakika hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kwamba Christmas kazaliwa Bwana Yesu. Mpenzi mtazamaji, ukiondoa sikukuu hii, siku ya tarehe 26 Wakristo watakwenda kwenye Boxing Day, sikukuu ya kupeana zawadi. Hii nayo kihistoria ni sikukuu ya kipagani. Unaposoma kitabu The History of Christianity au Encyclopedia Christianity, unaposoma vitabu hivi na vingine vingi vya historia, vitakuonesha kwamba tarehe 26 mwezi wa 12 wapagani wa magharibi ya Ulaya walikuwa ni siku maalum ya kupeana zawadi za nyama ya bata mzinga, wakiwa wanaelekea katika msimu wa kumaliza mwaka wa kipagani wa kusherehekea miungu 12 inayotawala mwaka katika miungu 300 au kati ya miungu 366 ya Kirumi. Kumbuka kwamba from January to December asili yake ni miungu 12 kati ya miungu 366 ya Kirumi. Ukisema January, February, March, April, May, Juni, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba na Desemba, hawa ni miungu 12. Na kila mungu ana nafasi yake, na katika hawa 12, 7 ni wanamume na 5 ni wanawake. Katika hii miungu 12, 7 ni miungu ya kiume na 5 ni miungu ya kike. Katika hii miungu 7 ya kiume ni ile inayoishia siku 31 katika kalenda. Kwa mfano, huyu mungu Januari, huyu ni wa kiume, ana 31. March ni mungu wa kiume, ana 31. Mei ni mungu wa kiume, ana 31. Julai ana mungu wa kiume, ana 31. Agosti mungu wa kiume, ana 31. Oktoba mungu wa kiume, ana 31. Desemba mungu wa kiume, ana 31. Februari mungu wa kike ana 28 au 29. April mungu wa kike ana 30. Juni mungu wa kike ana 30. Septemba mungu wa kike ana 30 na Novemba ana 30 mungu wa kike. 5 wa kike, wa kiume 7. Lakini hawa miungu pia, kila mungu ametolewa mahala pake katika waungu wa kipagani. Nitaeleza kwa uchache ili upate kujifunza. Kwa mfano, Januari ndio mungu wa asili mkuu kuliko miungu yote katika mwaka. Januari ni neno linatokana na neno Janus, ni mungu wa Kigiriki na Warumi mwenye asili ya utawala wa mwanzo wa mwaka. Ndiyo mungu kiongozi katika miungu yote. Janus ni mungu mwenye sura ya kinyago ambaye anaonekana mbele kama nyuma, nyuma kama mbele, yani ana sura mbili zinazofanana. Huyu anaitwa Janus, ni mungu wa kiume, anaabudiwa siku 31. Mke wake anaitwa Februata ama Februs, ambaye ndiyo asili ya neno Februari. Neno hili Februs au Februata ndiyo mungu wa kike ambaye ni mke wa Janus, mungu wa kike katika wale miungu 7 wa kiume na katika wale miungu 5 wa kike. Unapotazama kwa kina
Ukitoa Mungu Janus na Februata ama Februs kuwa mungu wa kike anayeabudiwa siku 28 ambazo haabudiwi siku 31, kwa sababu siku 28 ya 39 na 30 anakuwa haendi hedhi kama wanawake wengine. Mungu Februs anapata hedhi siku 3. Ndio maana mungu huyu haabudiwi siku 31 kama mume wake Janus anayeabudiwa siku 31. Huyu anaabudiwa 28, 31 za Janus, toa 28 za Februata. Mungu Februs haabudiwi siku 3 kwa sababu alikuwa anakwenda hedhi kama wanawake wengine. Mungu mwingine ni mungu Maya ambaye asili yake ni Mei. Huyu ni mungu wa mapenzi pamoja na mungu Juno. Hawa ni miungu wanaoshirikiana katika mapenzi na mimba. Maya ambaye asili yake ni Mei na Juno ambaye asili yake ni June. Hawa ni miungu wawili waungu wa mapenzi na mimba. Warumi wanaamini miungu hawa ndio wanasimamia mapenzi na mimba, na ni miungu wanaoabudiwa wakati wa baridi, kwa sababu msimu wa nyakati hizi kwa Warumi kule na wazungu kwa ujumla nchi zao ni eneo la wakati wa baridi. Miungu hawa Juno na Maya ambaye ni Juni pamoja na Mei ni miungu wa mimba pamoja na tendo la ndoa. Miungu wa mimba na uzazi na tendo la ndoa. Lakini yuko Julai. Julai ni neno linalotokana na Julius. Ni jina linalotokana na Kaisari Julius. Huyu naye ni katika waungu wa Kirumi waliokuwa wakiabudiwa. Na huyu Julius ni mtoto wa Augusto ambaye ndiyo mwenye asili ya neno August. Kwa hiyo mwezi August na mwezi Julai ni majina ya miungu miwili wanadamu wa Kirumi, na ni makaisari na ni wafalme katika utaifa la Kirumi ambaye ni Julius na Agustino. Hawa nao wamewekwa katika kalenda ya Kirumi, kalenda ya Januari hadi Desemba, kalenda ya mshahara kama ambavyo mimi napenda kuita. Yuko mungu anaitwa Octopas au pweza ambaye asili yake ndio Oktoba ni mwezi wa 10. Mwezi huu asili yake ni Octopas ama pweza, mungu mwenye mikia 7. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Warumi wanaamini yuko mungu wa bahari anayetawala bahari na maji, ambaye huyu ni pweza, yule mnyama Octopus ama pweza mwenye mikia 8 ambaye anapatikana baharini. Warumi wanaamini yule ni mungu na ndiyo mwenye asili ya neno Oktoba. Oktoba ni neno linatokana na Octopus, mungu wa bahari. Na vivyo hivyo Septemba, Oktoba, Novemba na Desemba. Hii yote ni miungu 12 ya Kirumi. Kwa hiyo hata kalenda yenyewe inayofuatwa na Wakristo duniani leo, ambayo kalenda hii ndio wanatumia kama sherehe zao za kumbukumbu ya mambo ya kiimani mbalimbali, yote inatokana na historia ya wapagani wa mataifa ya Kirumi na Kigiriki. Kwa hiyo utaona kila kalenda ya hesabu ya ibada ya Wakristo katika jambo lolote duniani linaenda sambamba na kalenda ya kipagani. Na ndiyo maana ikifika tarehe 1 mwezi wa kwanza, hapa namaanisha tarehe 1 mwezi wa Januari, usiku wake kuamkia tarehe 1, makanisa karibu mengi duniani yatakesha. Wachungaji wa makanisa mbalimbali watakesha. Watafanya mkesha wa kuamkia tarehe 1 mwezi wa kwanza, kwa maana tarehe 31 kuamkia tarehe 1 watakesha. Makanisa yatakesha, wachungaji na watumishi wa Mungu mbalimbali duniani watakesha. Lakini swali linakuja, hiyo tarehe 1 mwezi wa kwanza ambayo ni tarehe 1 Januari ina historia yoyote katika maandiko matakatifu? Biblia inatambua kuwa Januari ni mwezi? Nyinyi wa Kristo na wachungaji ambao leo mnaamini kwamba Biblia ni maneno matakatifu,
inafundisha kwamba tarehe 1 Januari ni mwezi wa kufuatwa, ni mwezi wa kalenda. Angalia sisi Waislamu mwezi wetu muandamo umetajwa ndani ya Qur'ani. Ukisoma sura ya 17 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, sura 32 aya nambari 17, Mwenyezi Mungu anasema nini? Inna indata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ardha minha arba'atun hurumun. Mwenyezi Mungu anasema inna indata shuhuri inda Allah. Hii ni surati Bani Israil. Inna indata shuhuri inda Allah, hakika idadi ya hesabu ya miezi mbele ya Mola wako 12 shahran, ni miezi 12. Yauma khalaqa samawati wal ardha, tangu Mungu alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurumun, na katika hii miezi 12 kuna miezi katika hii miezi 12 kuna miezi minne iliyo mitukufu. Qur'ani inatambua Januari mpaka Desemba. Qur'ani inatambua kwamba mwezi muandamo, mwezi wa kalenda, ule mfungo mosi, mfungo pili, mfungo tatu, mfungo 4 ipo ndani ya maandiko matakatifu. Lakini Biblia haitambui hata kwa bahati mbaya Januari, Desemba, Januari, Februari, Januari, Machi, na miezi yote ni miezi ya kipagani. Kwa hiyo Wakristo wote watakaokwenda kukesha usiku wa tarehe 1, yani tarehe 31 Desemba kuamkia tarehe 1 Januari, wanakwenda kukesha katika siku walioirithi kutoka kwa wapagani. Maana yake wanakwenda kusherekea sherehe za kipagani. Kwa hiyo mkesha wa tarehe 1 ni mkesha wa kipagani. Awe Muislamu au Mkristo, akisubiri usiku huo kupiga makopo, kelele au debe, akiamini kwamba ni tarehe 1 na mwezi umebadilika, wewe umefuata mila ya kipagani, na ukifuata mila ya kipagani unakwenda motoni. Mungu anasema wala ntarudha anka yahudi wala naswara hatta tatabia millatahum, hawatakuwa radhi Mayahudi na Manaswara mpaka mfuate mila zao. Ukristo na Uyahudi ni dini zinazotokana na upagani, mafundisho yao yanabebwa na upagani, asili ya nukta ya kila mafundisho yao yamo ndani ya upagani. Jiepushe Muislamu katika hili, isiwe sababu ya kumuasi Mwenyezi Mungu katika jambo Mwenyezi Mungu hajalifundisha. Na waomba kwa heshima na taadhima, nalifundisha hili ili upate kujua. Lakini hata hii Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, hii yote ni miungu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, hakuna jina la siku hapa. Unamuuliza mtu kwa Kiingereza, what is the day today? Leo ni siku gani? Anakuambia today the Wednesday. What is the meaning of Wednesday? Wednesday ni siku gani? Jumatano. Ni kweli? Jumatano au Alhamisi ni kweli? Inaweza kuwa Wednesday ni Jumatano. Kuna ushahidi huo wa kisayansi? Ama Thursday inaweza kweli Thursday ni Alhamisi? Haiwezekani, haikubaliki. Hakuna ushahidi wa kisayansi wa haya. Huwezi kupata ushahidi wa kisayansi wa haya. Kwa mfano, ukisema Monday, umesema maneno mawili, moon and day. Moon ni mwezi, day ni siku. Kwa hiyo Monday ni siku ya mwezi, maana yake ni siku ya Mungu mwezi. Bado ni Mungu wa Kirumi katika ile miungu 369. Ukisema Tuesday ni mtanganyiko wa maneno mawili, yani tower and day. Tower ni mnara na day ni siku. Kwa hiyo Tuesday ni siku ya Mungu mnara. Huyu Mungu mnara gani? Huu mnara unafahamika. Angalia katika picha za miji mbalimbali duniani. Uko mji una mnara mrefu sana, na kuna mwanamke kuna mwanadamu amekaa juu ya ule mnara, ameshika kitu kama mfano wa mwenge au kitu chenye star 12. Utaona, angalia tu katika simbo za miji mbalimbali duniani, utaona mji wenye mnara. Simbo hii inamaanisha Mungu gani? Huyu ndio Mungu Nike, Mungu wa Kigiriki, ambaye ni Mungu ana mtoto wake. Ndiyo maana ya asili ya neno hili Tuesday. Monday, Tuesday. Kuna Wednesday, wine and a day, ni Mungu wa ulevi. Wine ni pombe
na day ni siku. Wednesday, siku ya mungu ulevi au mungu wa ulevi, mungu wa pombe. Na ndiyo maana katika imani ya ndugu zetu wa Kristo, ziko imani katika madhehebu wanaruhusu pombe. Ama walokole wale wanajiita wokovu wao wameacha, hawanywi pombe. Lakini yako madhehebu pombe wanaruhusu. Mapadri kabisa wanakunywa pombe. Viongozi wa kanisa anaruhusiwa kunywa. Tena Wakorinto kule, ukisoma katika Wakorinto kule, Paulo anasema kunyweni pombe kidogo kwa ajili ya maradhi ya tumbo. Sayansi gani inafundisha kuwa pombe inaweza kutibu tumbo? Ni maneno tu yaliyotokana na akili za watu. Sasa utaona kwamba Wednesday ni wine and the day, siku ya ulevi au mungu wa ulevi au mungu wa pombe. Kuna Thursday, Wednesday, Thursday, thunder and the day. Thursday ni thunder and the day, mungu radi. Maana yake siku ya mungu radi. Kuna Friday, fire and the day, siku ya mungu moto. Fire and the day, ndio maana neno Friday. Kuna Saturday, yani star and the day, siku ya mungu nyota. Star and the day, yani siku ya mungu nyota. Na hapa inakusudiwa sayari ya Mars, ile ambayo inaonekana upande wa mashariki nyakati za usiku katika bara la Afrika, inang'aa sana. Saturday, star and the day, na ndio neno Saturday lilipotokea. Kuna Sunday, yani sun and the day, siku ya mungu jua. Yani Sunday ndio mungu wa saba na ndio siku ya mungu jua, Sunday. Na ndio maana siku hii pamoja na kuwa ni ya saba kutajwa, lakini ndio siku ya saba kwa utawala. Yani ndio siku ya kwanza kwa utawala. Siku ya saba kwa kutajwa, lakini siku ya kwanza kwa utawala. Na ndio siku ya kwanza kwa uongozi. Na ndio mungu wa kwanza katika ile miungu saba. Na ndio maana wazungu wakamuadhimisha mungu huu kwa kutumia kalenda ya saa. Watafsiri wengi na watengenezaji wengi, warekebishaji wa mafundisho ya saa, ikiwa saa 1 kamili mshale wa saa unasoma kwenye 7, ikiwa saa 2 kamili mshale wa saa unasoma kwenye 8, ikiwa saa 3 mshale wa saa unasoma kwenye 9, ikiwa saa 4 mshale unasoma kwenye 10, ikiwa saa 5 mshale unasoma kwenye 11, ikiwa saa 6 mshale unasoma kwenye 12, ikiwa saa 7 mshale unasoma kwenye 1. Hivyo utaona kwamba saa inahesabu kwa kalenda ya Januari hadi Desemba, inasoma kwa miungu ya Kirumi ile 7. Kwa hiyo ukisoma Sunday, 7 ni 1 na 1 ni 7. Maana yake Sunday ndo mungu wa kwanza katika miungu yote ya Kirumi ile 7. Kwa maana January, February, March, April, June, July, Desemba, miungu 12 na miungu 7 ambayo ni Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na Saturday. Hii ni miungu 7. Na kila mungu katika huyu 7 anaabudiwa. Wa kwanza mkubwa ni huyu anaitwa mungu sun, mungu jua. Ndio maana ikiwa saa 1 kamili mshale wa saa unakwenda kwenye 7. Maana yake unaamini kwamba 7 ni namba ya kutajwa, lakini 1 ndiyo utawala. Maana yake Sunday ni mungu wa 7 kutajwa, lakini ndiyo mungu wa kwanza katika utawala. Na hata chuo kikuu kisoma, huyu aliyefundisha 1 iwe 7 na 7 iwe 1, hata hatujui ni nani. Wasomi wote duniani nakuta profesa ana degree 3, 4, lakini saa 1 kamili mshale wa saa anaweka kwenye 7. Ukimuuliza kwa nini, anakwambia amerekebisha kizungu. Hujarekebisha kizungu, umerekebisha kipagani. Saa 1 kwenda 7 na 7 kwenda 1, huo ni upagani na sio uzungu, kwa sababu 7 is a 7 na 1 is a 1. 1 ni 1 na 7 ni 7. 1 ikuwa 7 na 7 ikuwa 1, huo ni upagani na wala sio uzungu. Wewe msomi, ondoka huko, badili saa yako, fuata utaratibu anaotaka Mwenyezi Mungu. Achana na mafundisho ya kipagani na kufuata upagani. Mpenzi mtazamaji, nimejaribu kueleza kwa kina madhara ya kuifuata sikukuu hii na kuisherekea, na yeyote katika Waislamu atakayesimama sikukuu hii kupiga kelele au kupiga mabati au kusumbua, aitumie fursa hiyo kujiandaa kumjibu Mwenyezi Mungu kwa nini amesherekea sikukuu ya kipagani, na ipo siku ataulizwa.
Mpenzi mtazamaji, kwa leo tuishie hapa, tutosheke na haya. Natumai nimetumia muda mrefu kukuelimisha na kuelekeza vitu vikubwa. Ni matumaini yangu utavifanyia kazi na kujifunza iwe elimu na kuvipeleka kwa watu wengine kwa kushare mada hii katika magrupu mbalimbali, ili watu wengi wapate kujua ukweli juu ya Christmas, kwamba ni sikukuu ya kipagani inayofuatwa na wapagani, iliyoasisiwa na wapagani, inafundishwa katika mwezi wa kipagani na ipo katika mfumo wa maelekezo ya wapagani.